wakati wa kampeni alafu baadaye wanaondoka. Tofauti gani iliyopo kati yako wewe ambaye ulikuja magharibi sasa kuwaomba kura katika maandalizi ya mwaka 2027 na wale wengine ambao pia wanakuja kuomba hizo? Tofauti yangu na wale wengine ni kwamba mimi naongea ukweli. Unajua watu ya magharibi ni watu werefu, ni watu wamesoma, ni watu wanaelewa maneno na wako na nafasi nzuri ya kusikiza yale Rigiji anasema na ya kusikiza ile William Ruto anasema. Mimi nimekuja magharibi kwanza kuongea juu ya mkataba ambaye ulitiwa sahihi kati ya Moses Wetangula na Musalia Mudavadi kwa upande moja na William Ruto kwa upande mwingine. Na huo mkataba uko hapa na nimeuongelelea sana tangu nikuje, ndio kazi ambaye ilinilete, kwa sababu niliona ni muhimu mimi nikiwa member wa hii familia, nikiwa watu ya magharibi ni cousins wangu, niwaeleze ile mambo ambayo ilikuwa imepangwa ndio wajue. Tarehe 5 mwezi wa 4 2022 William Ruto aliandikiana mkataba na Musalia na Wetangula pamoja, na mshahidi akakuwa Kithure Kindiki. Na hiyo mkataba iko hapa. Na hii mkataba ilikuwa na sehemu mbili. Sehemu moja, nafasi ya uongozi katika serikali ya Kenya Kwanza ama William Ruto atashinda akiwa ameungwa mkono na watu ya magharibi. Sehemu ya pili, matakwa ya watu ya magharibi. Sehemu ya kwanza ilisema William Ruto akishinda atamteua Musalia Mudavadi kuwa waziri mkuu, na hiyo akatimiza, na Musalia akapata haki yake kama mtu binafsi. Pia ikakubalika ya kwamba William Ruto akipata nafasi ya uongozi kama rais wa Kenya atafanya mpango Moses Masika Wetangula ateuliwe kama speaker wa bunge la kitaifa, na hiyo ikafanyika. Moses Wetangula akapata haki yake ya kibinafsi. Lakini kuna mambo mingi sana iliandikwa na iko hapa yale nahusu watu wa eneo hili, na hapo ndio mimi niko na shida, kwa sababu katika ile maneno yote iliandikwa, ile ilitimizwa ni hiyo peke yake ya kibinafsi ya Musalia Mudavadi na Wetangula. Iliandikwa kwa hii mkataba ya kwamba William Ruto akipata nafasi, kuna maendeleo ambayo atatekeleza katika ngome ya Wetangula na Musalia ambaye ni mkoa wa magharibi. Nimesikia Musalia akilalamika ati mimi nalete ukabila, ati yeye ni Mkenya na hatutaki tuongee mambo ya magharibi, tuongee mambo ya Kenya. Lakini mkataba aliandika, hakuandika mkataba ya Kenya, aliandika mambo ya magharibi. Pursuant to the principles of equity in national development and fair allocation of national resources, the Kenya Kwanza Alliance administration shall endeavor to fulfill the following development obligations in the ANC and for Kenya strongholds of Western Kenya within the electoral period starting 2022 and ending in 2027. Musalia na Wetangula hawakuweka mkataba na William Ruto ya Kenya, waliweka ya magharibi. Kwa hivyo asiruke, asijifanya ati ni Mkenya saa hii, angeweka mkataba ya Kenya nzima, lakini aliweka mkataba ya magharibi. Na hawezi toroka kwa hii mkataba. Najua inawakera sana nikizungumzia, lakini mimi nilikuwa pale. Na kwa hivyo mimi nikifika kwa makazi yangu, mimi nitakuwa si muungwana nikikosa kueleza kazi yangu ile mambo yao ilikuwa kwa mkataba na ambaye hajatimizwa. Number 1, completion of all existing incomplete or stored bitumen road projects within aforesaid counties. Ilikuwa mkataba ya kwamba William Ruto akichukua atakamilisha project zote zilikuwa zimeanzishwa katika magharibi. Tunapoongea leo ni mwaka 4 William Ruto amekuwa kama president wa Kenya, na hii mkataba amekeuka kwa sababu zile project zote iliandikwa hapa hajafanya. Ya kwanza, rehabilitation
ya Kakamega Airstrip haijafanyika. Ilikuwa Luanda County Aggregation and Industrial Park iko Vihiga bado. Vihiga KMTC Student Housing Project bado. Kakamega County Teaching and Referral Hospital bado. Bungoma Level 6 Hospital hakuna. Trans Nzoia Teaching and Referral Hospital ya 350 bed, kuna kazi ilikuwa ifanywe ya 1.6 billion bado. Bukungu Stadium modernization mpaka wa leo hiyo kazi haijaisha, na ilikuwa imeanzishwa akasema atamaliza bado. Captis Hydropower Project iko Vihiga, ilikuwa ya 6 billion and 7 billion, ilikuwa igenerate 15 megawatts, imekuwa delayed bado. Ukitoka hapo barabara ya Lurambi mpaka Navaholo mpaka Musikoma imekwama tangu akuwe deputy president. Alianzisha akiwa deputy president bado. Hiyo barabara mimi naijua. Barabara kutoka Ibokolo Shiada mpaka Navaholo bado. Barabara ya Lurambi mpaka Shinyalu mpaka Buyangu bado. Nasikia Busia kulikuwa barabara ya Busia Alupe bypass bado. Tuko pale Sigiri Bridge and Road Identification in Busia bado. Tuko na mambo mingi sana ambaye kwa hii mkataba ilikuwa afanye, hajafanya. Number 2, wakasikizana Rais William Ruto akipata nafasi, construction of accumulative 1,000 kilometers of new bitumen routes. Wacha sasa ile ya zamani. William Ruto akasema, akasainiania na Musalia na Wetangula ya kwamba akipata nafasi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ndani ya miaka 5 between 2022 and 2027 atajenga barabara mpya katika 5 counties ya Western Kenya: Trans Nzoia, Vihiga, Kakamega, Busia and Bungoma. 1,000 kilometers, not a single kilometer hata moja haijajengwa. Number 3, allocate national raised revenue for the revival and modernization of Mumia Sugar Factory and Nzoia Sugar Factory. Alikuwa aweke pesa ya kuweka mashini ya kisasa mpya asota utishida hiyo faktoria. Instead, hii faktoria imeuziwa Muhindi akijificha, amenunulia wakubwa. Number 4, establish manufacturing industries for fisheries and agro-processing and mining. Alikuwa anzishe several factories in every county ya kuandika hao vijana kazi. Hakuna hata moja imeanzishwa. Mambo ya stima, connection of electricity to 80% of all homes within the 5 counties. Hakuna stima imeunganishwa. Connection of piped clean drinking water for domestic and irrigation purposes to homes within the 5 counties. Hakuna kitu imefanyika. So mimi naambia watu ya Western, when Musalia and Mudavadi, Musalia and Wetangula wanakuja kusema mrudishe William Ruto, ile kazi imefanyika kwa hii mkataba ni kazi ya Wetangula, kazi ya mtu binafsi, na kazi ya Musalia mtu binafsi. Wakaaji wa Western Kenya hakuna kazi yote imefanyika kwa hii serikali. Ukiangalia sasa ile maneno iko ni kujaribu kuhadaa watu ya Western. Pesa mingi sana imewekwa hapa Western Kenya kwa budget imepita, lakini ni ukora tu, kwa sababu ile pesa imewekwa hakuna kazi inaweza fanya.